Zao la mwani ni zao ambalo linalimwa katika ukanda wa Pwani. Wakulima wake wakubwa ni wanawake ambao wamechangamkia fursa za zao hili, lakini bado kilio kikubwa ni masuala bei ambayo hayakidhi hata kununua vifaa vya mwani. Wakulima hao wanasema iwapo serikali itafikiria kuongeza thamani zao hilo, basi wakulima hao wataondokana na changamoto mbalimbali, kwani wakiwa wanauza mwani kwa bei nzuri, swala la kununua vifaa kwao halitakuwa na shida. Tunaenda kuupanda huko, tunakuja nao juu, tunakwenda nao nyumbani. Kwa hiyo tunaona mahitaji kama madogo hayatukidhi, hauna pesa, harakati tunazozifanya ni kubwa, pesa yake ni ndogo mno. Kwa hiyo hizo unakata vijiti, unanunua nyuzi, unanunua tai, ukisha unakuja kuweka pwani. Kwa bei ya shilingi 700. Kwa hiyo harama hiyo tunaona ni ndogo sana. Changamoto watusaidie, watulete hiyo bei, maana kila siku wetu tutakuleteni wetu tutaleta bei, tutazidisha na kila siku kuzidisha tu hainazidishwa hiyo. Naona inatolewa. Hainazidishwa inatolewa. Hicho kilimo chetu cha mwani watusaidie angalau afike kilo 1500. Angalau. Mwani hauna pesa. Pesa tumo kulima maana hatuna kazi. Lakini mapato kidogo hamna. Hamna kitu, tunatenda tu yonjoka kwa mtu kazi yake tu. Kufuatia kilio cha wakulima hao kuongezewa thamani zao hilo, na hapa Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi anatoa matumaini makubwa kwa wakulima wote wa zao la mwani visiwani humu. Alafu kampuni ya Nutrisan wao wanataka kufanya kazi ya kuongeza thamani katika zao la mwani. Kwa hiyo wao watakuwa wanunuzi wazuri wa zao hilo, lakini wataongeza thamani hapa Zanzibar katika maeneo kadhaa ambayo tumeingiana nao makubaliano. Mbali na kilio cha bei hiyo, pia wakulima hao wameiomba serikali kwenye swala la utoaji wa mikopo kwa wajasiriamali wasizingatie ujasiriamali wenye vikundi pekee. Kwa hiyo serikali wasitizame wenye vikundi tu, hata mmoja watu shughulikie. Maana vikundi watu kutegeana, mara vikundi vinakufa, vinasambaratika. Kwa hiyo mtu mmoja pia wamtizame. Mikopo, kwa sababu mikopo haiwezi kuchukuliwa kwa sababu ule mwani utakwenda kopea mkopo lakini huna la kulifanya. Sasa huo mkopo huo kama huna mwani huwezi kuchukua. Wakati hayo yanajiri, Waziri wa Nchi Afisi ya Rais, Kazi, Uchumi na Uwekezaji, Sharif Ali Sharif amezindua mfumo wa kidijitali wa utoaji wa mikopo kwa makundi maalum ya 442 ili kurahisisha upatikanaji wa mikopo kwa njia ya wazi, haraka na usalama. Kuanzia Septemba 2024 hadi sasa, jumla ya mikopo ya vikundi 123 ikiwa 80 ni vya wanawake, 30 ya vijana na 13 ya watu wenye ulemavu yenye thamani ya shilingi 965,858,000 imeshatolewa, ambapo vikundi hivyo vina jumla ya wajasiriamali 1054, kati ya hao wanawake 899 na wanaume 155, na tutapunguza kwa ukubwa wake. Utoaji wa mikopo utakuwa mkubwa, lakini na urahisishwaji wa kupata hiyo mikopo itakuwa ni rahisi. Ni mategemeo yetu kila mkopo utatoka isizidi siku 14 tangu maombi. Itategemea na ukubwa wa mkopo ule. Kwanza kutambua kwamba huyu ni mtu ambaye ni mtu halali. Kwa hivyo tumeintegrate na Zana ID, lakini zaidi ya hapo tumeintegrate na Duns & Bradstreet ambao wanaturuhusu kujua kwamba huyu mtu au hiki kikundi au hawa wana kikundi wamechukua mikopo wapi na wapi na wapi. Kwa hivyo itampa kitu kinaitwa credit score ambacho kitamwezesha ZEA kusema kwamba huyu ni mkopaji mzuri au sio mzuri. Mfumo huo unatarajiwa kuanza kazi tarehe 15 mwezi huu na hakutakuwa tena na maombi ya mikopo kwa njia ya kawaida. Kutoka Zanzibar, Tumwa Saidi, Habari Weekend.